Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana ile channel yako pendwa kabisa. Hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine tunazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Ligi kuu Tanzania bara ndio kitu ambacho Young Africans kwa sasa wanachokwenda kukutana nacho. Ni mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ambapo wananchi Young Africans watakuwa uwanjani kwenda kuwavaa. Hapa nazungumzia Mbeya City wakiwa katika jiji la Dar es Salaam, ambapo Young Africans watakuwa wenyeji wa mchezo huo. Mmoja kati ya mchezo mkubwa kabisa, moja kati ya mchezo ambao Young Africans wanapaswa kwenda kwa umakini kabisa kutokana na ubora ambao wako nao. Mbeya City kwa sasa unaweza kusema ya kwamba ni zaili shairi ya kwamba kila mmoja yupo katika nafasi ambayo anayohitaji kwenda kufika. Ikumbuke kwamba Mbeya City kwa sasa ana uchu wa matokeo, huku akihitaji kuendelea kusalia kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hivyo basi anahitaji kupata alama, akiwa nafasi ya 12, Young Africans akiwa nafasi ya kwanza akihitaji kushinda michezo. Sasa mimi nimekusogezea kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambacho kinachoanza kwenye mchezo huu, ambacho kimetangazwa na kocha Pedro leo hii mapema kabisa kwa ajili ya mtanange huo. Ila kabla tujaendelea kwenye kile ambacho kilichopo, nikukumbusha kwamba kikosi ambacho kimeandaliwa ni kikosi kikubwa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo wanaifanya kwa sasa ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kutetea mataji ambayo yako nayo katika ambao wamefanikiwa kuweza kuyachukua katika msimu huu. Unajua kwamba ubora wa wananchi namna gani ambavyo walivyo kwa sasa. Bana, bila kupoteza wakati tuende kutizama kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha hapa anazungumzia Pedro. Huku golini anasimama si mwingine bali ni Djigui Diarra, akiweza kurudi kwenye kikosi cha Young Africans baada ya adhabu ya kukosekana katika michezo mitatu kutokana na makosa ya kinidhamu ambayo aliweza kuyafanya katika mchezo wa Mtibwa Sugar. Sasa amerejea rasmi golini, ukiweza kushuhudia akionyesha makali yake yale ambayo yako nayo. Unafahamu ubora wake, ni moja kati ya magolikipa top kabisa Tanzania kulingana na ubora wake. Clean sheet anazo za kutosha. Ni dhaili shaili ya kwamba anazidi kujipambanua kwamba yeye ni golikipa wa namna gani na yupo katika daraja gani. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora wake mkubwa katika mchezo dhidi ya klabu ya Mbeya City. Kwa hiyo atakuwepo langoni. Huku beki namba 2 anasimama Izulaili Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya vijana ambao wamepewa nafasi na wamezidi kuionyesha ubora mkubwa, kazi kubwa ambayo anaifanya. Ana uwezo wa kupandisha timu, ana uwezo wa kurudi katika nafasi yake. Amekuwa bora kweli kweli, au kiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo
anayefanya kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Si tu beki bali ni beki ambaye ana uwezo wa kutengeneza nafasi, ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo ni namna ambavyo klabu ya soka Young Africans wanaendelea kuweza kumtumia na kuhakikisha kwamba anakuwa miongoni mwa watu muhimu sana kwenye kikosi chao. Kwa hiyo ataendelea kusalia katika nafasi hiyo kama beki namba 2. Huku beki namba 3 anasimama Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior, ubora mkubwa, pasi za maana kabisa ambazo huwa anazipiga, namna ambavyo wanatengeneza mashambulizi. Ni moja kati ya mabeki ambao wana uwezo wa kuingia mpaka eneo la box kutokana na namna ambavyo amekuwa katika ubora wake na namna ambavyo amekuwa akijiposition anapokuwa kwenye uwanja. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo Yanga wanakwenda na faida hiyo wakiwa na Mohamed Hussein katika eneo la upande wa kushoto. Huku beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Frank Yasinki. Unafahamu ubora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya, amekuwa ni muhimili mzuri zaidi na amesaidia kwa kipindi hichi ambacho kumekuwepo na pengo la Dickson Job na Ibrahim Baka alipokuwa yupo kwenye majeraha. Kabla ya kurudi alikuwa ni mwendelezo mzuri ambao yuko nao Frank Yasinki. Kwa hiyo anaendelea kusema kama beki namba 4. Huko beki namba 5 nasimama Ibrahim Hamadi Baka, kitasa kabisa, akiendeleza utashi wake wa kukaa katika eneo la namba 5. Kazi kubwa ambayo anaifanya, ana uwezo wa kupiga mipira mirefu ya kichwa, ana uwezo wa kukaba kwa usmart zaidi, ana uwezo pia wa kuwa beki ambaye anaweza kwenda kushambulia zinapotokea nafasi, anaweza kuzitumia vizuri kabisa. Huku beki kwenye safu ya mabeki tumemaliza, tukienda kwenye safu ya viungo. Huku namba 6 nasimama yule msimpenda ama wale wasimpenda Damaro Kamara, miongoni mwa viungo hatari kweli kweli. Namba 6 ya kushiba, namba 6 isiyokuwa na nongwa, ina uwezo wa kukata miti yote kweli kweli. Kazi kubwa ambayo anafanya Damaro Kamara ni miongoni mwa sajili ambazo zimefanyika kwenye kikosi ya Young Africans na zikalipa moja kwa moja. Kazi nzuri ambayo anaifanya, ukiweza kushuhudia, japokuwa amekuwa akipigiwa makelele nje ya uwanja na baadhi ya timu, lakini yeye ameendelea kuamini kile ambacho anachokiona na timu yake imeendelea kuweza kumsapoti. Kwa hiyo umeweza kushuhudia bado anaendelea kuwa kwenye ubora, hajatoka mchezoni, yupo kamili gado, unaona bana. Kwa hiyo namba 6 ataendelea kuitumikia Damaro. Huko namba 7 atakuwepo Starboy Alan Okello, akiendeleza mwendelezo wake wa kutoa maasisti. Ni moja kati ya sasa hivi unaweza kusema kama gari limeanza kuchanganya. Kwa hiyo uko mbele pengine mambo yatakuwa mazuri zaidi, tofauti na vile ambavyo alipokuja. Kwa sasa amezidi kuimarika zaidi kijana Alan Okello, akiwa kama winga wa pembeni katika mchezo huu. Lakini katika upande wa namba 8 anasimama Duke Abuya, moja kati ya watu makini kabisa. Kelele hazipigwi, matarumbeta yapigwi, lakini ubora wake hauwezi acha kuutaja kwa namna ambavyo anavyofanya kazi. Amekuwa ni moja kati ya watu muhimu sana kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Pengine kocha Pedro unaweza ukamtajia kwamba ni heri ya wakose kina nani, lakini katika wachezaji watatu ambao hataki kuwakosa kiwanjani, basi ni pamoja na Duke Abuya. Lakini kwa upande wa namba 9 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Mudathir Yahya. Mwalimu ameona kabisa kwamba anastahili kumwanzisha Mudathir Yahya kama namba 9. Sometimes anacheza kama namba 9 kivuli, lakini ndo anazidi kuwaadhibu wapinzani. Huku namba 10 anakuwepo si mwingine bali ni Max Nzingeli, akiendeleza mwendelezo wake wa kile ambacho anachokifanya, ubora mkubwa, kasi, maarifa, nidhamu uwanjani. Kwa hiyo atakuwepo kama namba 10. Huku namba 11 anasimama Pacome Zouzoua. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na kikosi hiki, wewe umekionaje? Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii hapa ni Wina Media.